Ahlan wa sahla wa marhaban bik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni siku nyingine nzuri. Africa TV imepita hapa. Tupo miongoni mwa sehemu ambayo sehemu tukufu. Watu hivi sasa wametoka kutekeleza ibada ya swala, na ninavyokuambia ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, nipo katika msikiti wa Masjidi Kichangani ndani kabisa. Msikiti huu ni msikiti ambao unapatikana eneo la Magomeni katika jiji hili la Dar es Salaam. Ni msikiti mdogo, ulitengenezwa mwaka 1980, lakini mwaka 1994 ndipo ambapo ulitengenezwa msikiti huu mkubwa, na mwaka 2000 ulikabidhiwa kwa uongozi ambao mpaka sasa hivi upo. Na msikiti huu walilahi alhamdu ni msikiti ambao katika swafu moja wanaingia watu takriban 120, na msikiti huu una sehemu ya juu pia ya kuswalia. Utaona namna gani ni msikiti mkubwa, na inasemekana kwa Dar es Salaam huu ndio msikiti mkubwa kuliko misikiti yote iliyokuwepo Dar es Salaam. Sasa utajiuliza, ikiwa Dar es Salaam huu ndio msikiti mkubwa, vipi kuna sehemu nyingine kubwa kuliko Dar es Salaam kwa Tanzania? Jibu unalo. Mimi naitwa Ibu Mgema na kukaribisha. Hii ni Africa TV imepita hapa, na sehemu ambayo tunakwenda kutazama baadhi ya waumini wa Kiislamu tukiutazama mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kubwa tunaliangalia leo ni kwa nini Ramadhani ya miaka hii haibadilishi tabia za watu, kwa maana baada ya mwezi mtukufu kumalizika basi watu wanarudi katika tabia zao zile zile walizokuwa nazo awali. Nini ambacho kinachangia hiki? Tutakwenda kusikia maoni mawili watatu kwa waumini ambao walilahi alhamdu wametoka kutekeleza hivi sasa ninavyokuambia ibada ya swala. Tunakwenda kutazama, zamani ilikuwa Ramadhani ikiisha watu wanabaki katika tabia njema, lakini siku hizi baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kumalizika watu wanarejea katika tabia zao ambazo sio tabia njema. Nini ambacho kinasababisha hiki? Mimi naitwa Ibu Mgema. Tutapata maoni pia ya mzee babangu hapa. Asalamu alaykum. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Babangu, wewe wanakuita nani jina lako maarufu? Kharib Juma Muhammad. Mzee wangu Kharib, mimi naitwa Ibu Mgema. Natokea Africa TV, TV yetu ya Kiislamu. Kuna swala ambalo tumelitazama leo. Ramadhani za zamani ilikuwa zinatubadilisha tabia. Ramadhani ikiisha watu wanakuwa na tabia njema, lakini siku hizi Ramadhani hazitubadilishi. Tatizo nini mzee wangu? Tatizo kwanza ni mambo ya mtandao. Haya mambo ya mitandao imebadilisha sana tabia za watu yani mpaka sasa hivi, na mambo ya kimaisha zaidi pia imebadilisha. Na hasa wakati wa sasa hivi tuliokuwa nao, yani kwa kweli ni wakati mgumu sana. Zamani mzee wangu, Ramadhani ilikuwa ikifika utajua hii ni Ramadhani. Enzi zenu nyinyi, mimi nimelelewa, nyumba zinapakwa rangi, kuna mazingira unahisi kabisa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini siku hizi Ramadhani imepoteza nguvu na ubora wake. Wapi vijana wa sasa tunachemka? Tunachemka nakwambia, kama zaidi hivyo ninavyokuambia, kutokana na mambo ya mitandao na maisha vile vile yanavyochanja, yanabadilika maisha kila siku, yanazidi kubadilika, kwa hiyo ndio na mambo yanabadilika. Wito wako sasa kwa Waislamu ambao wanakutazama hivi sasa? Kwa Waislamu mimi tujitahidi tubadilike na maisha, tuende na tabia ambazo Mwenyezi Mungu katuambia tuendelee nazo. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa mzee wangu, mimi nikushukuru, nikutakie safari njema na Allah kuhifadhi. Amina, sote pamoja inshallah. Nashukuru sana mzee wangu. Ni maoni hayo ya baadhi ya watu, na mzee wetu pia akidiskasi hapa. Tunaye akhui mwingine hapa. Asalamu alaykum. Salaam. Habibi khairi? Alhamdulillah za siku. Safi bwana. Mimi naitwa Ibu Mgema, kijana wako kabisa. Mimi nakujua vizuri kuliko wewe unavyojua mimi. Asante bwana. Mimi naitwa Mali Badaraka, mwenye mkuu Masanga. Mashaallah. Aiwa. Tunatazama jambo moja la muhimu sana. Zamani Ramadhani ilikuwa ikimalizika Waislamu wanabaki katika tabia zao nzuri. Siku hizi Ramadhani ikiisha imemalizika watu wanarudi katika tabia zao mbaya. Wapi Uislamu wa sasa unakwama? Alhamdulillah alladhi wa ala kulli neema kubwa, au naweza kusema wengi hatujaifahamu Ramadhani nini. Wengi tumeiona Ramadhani tu kama imewazukia, umenifahamu lakini hao wanaosema watu wa zamani walikuwa wakielewa Ramadhani kitu gani, umefahamu vizuri. Ramadhani kwa watu wa kisasa wanaona kama jambo tunakuja na kuondoka, kuja na kuondoka, umenifahamu vizuri. Kwa sababu mimi kwa mawazo yangu naona kama hawajaisoma, hawakusoma, wameona tu vijana sasa hivi kwamba Ramadhani imeingia, inatoka, inaingia, inatoka kama sherehe. Lakini wale wa zamani walikuwa wakijua. Kwa sababu nini? Walikuwa na uchamungu kiasi fulani, walikuwa na uchamungu, umeelewa? Na wazee wetu wa zamani ukiangalia kweli wengi tumewaacha, lakini sisi tumepoteza vitu, umeelewa?
wale walikuwa na ucha Mungu na walikuwa kielewa Ramadhani kwamba imekuja au itakuja Ramadhani. Kwa hiyo alhamdulillah, mtu alikuwa anaomba yani Ramadhani mkute, lakini sasa hivi anaona kama vile sikukuu tu. Nini tufanye sasa? Naam, tukuisoma mashekhe wetu waizungumze sana Ramadhani na watu sasa hivi wengi hawajui, umeelewa? Wanaambiwa au wanasikiliza, hawasikizi madarasa, hawakai na mashekhe, hawakai na madrasa wakasoma. Ni watu tu ambao wamezuka tu kwamba vijana sasa hivi zaidi wao wameingia sana kwenye starehe, mipira na nini, ndio vitu wanavyoviona viko sawa. Lakini Ramadhani inabidi kwanza uisome, ujue kwamba Ramadhani inakuja, kuna 1, 2, 3. Wengi hatuko hivyo, umenifahamu? Kwa hiyo ni hilo kubwa sana. Bwana, shukrani sana, nimefurahi sana. Umenipa kitu ambacho umeniongezea jambo zuri na la kheri. Allah akuhifadhi sana. Allahumma barik. Shukrani sana. Shukrani sana. Naam, mtazamaji wa Africa TV, imamu mkuu huyu, imamu msaidizi, alhamdulillah, namtabiria makubwa, Sheikh Mursalina, na yeye ni miongoni mwa watu ambao wanafanya sana mambo ya kheri na wanaisimamia. Tunaitazama Ramadhani kubwa. Ramadhani ya siku hizi inamalizika, watu wanabaki katika tabia zao mbaya. Ramadhani haitubadilishi. Wapi tunakosea? Allah subhanahu wa ta'ala alishasema siku nyingi sana, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha hali za watu, maisha ya watu, tabia za watu kwanza mpaka wao wenyewe waamue kubadilika. Waislamu watakapoamua kubadilika kupitia Ramadhani, basi maisha yao yote yatabadilika. Maisha ya kiuchumi yatakuwa mazuri, kitabia yatakuwa mazuri, akhlaki mbalimbali zitakuwa nzuri, kwa sababu tu Waislamu wameamua kubadilika. Wanaingia kwenye Ramadhani. Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko. Ramadhani ni mwezi wa mafunzo. Ramadhani ni mwezi wa tabia. Zile tabia tunazoishi nazo ndani ya Ramadhani, kama tutazihamishia katika miezi mingine, maana yake tunaenda kubadilisha kila kitu chetu, kinakuwa kizuri mbele ya Allah. Lakini tunafeli kwa sababu tumeingia ndani ya Ramadhani kuwa hatuna dhamira hizo, kwamba Ramadhani sasa ituvushe kwa hali hii. Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairul laka min al-ula. Hii aya ukitizama, yani ni aya ambayo kama sio mtume basi tungesema labda ndio aya iliyombadilisha mtume akajikita na akhera zaidi kuliko dunia. Mwenyezi Mungu amemwambia wewe Mtume Muhammad, akhera kwako ni bora kuliko ulimwengu. Sasa kama ushaambiwa na Mungu akhera ni bora kuliko dunia, nini wewe utafanya? Hakuna kubwa zaidi ya kupambana. Maana yake utapambana na kwa ajili ya akhera, dunia utaachana nayo. Sawa sawa. Sheikh Mursalina, mimi ni kushukuru sana na kupenda sana kwa ajili ya Allah. Inshallah. Na wewe ni mtu ambaye unafanya kazi kubwa sana. Amin. Endelea kupambana. Amin. Tunaona jitihada zako. Amin. Nikumalizie ile jambo langu la mwisho ili ulichukue sasa ukaliweke kule. Naam. Mwanafalsafa doktori huyu anasema man aasha bil makri mata bil faqri. Yeyote atakayeishi kwa vitimbi, kutokuelewana, huyu atakufa fakiri. Wa man aasha bi tibati niyatihi anjahu Allahu min kulli baliya. Na yeyote atakayeishi kwa nia nzuri ya kuwatendea haki watu, kwa nia nzuri ya kuwafanyia wema watu, kwa nia nzuri ya kuishi vizuri na majirani, anasema mwanafalsafa huyu, anjahu Allahu min kulli baliya. Huyu mtu Mungu atamuokoa na kila balaa aliyoko mbele yake. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Mimi sio kuache vivi. Wewe umetupa neno na mimi nataka nikupe zawadi. Nina zawadi hapa kwa ajili yako Imamu. Tuna kikombe hiki cha ofisini, ukikaa pale kidogo inatoka mtaa wa pili huko. Africa TV yako hiyo. Kikombe hiko ukiwa umekaa maeneo yako sehemu nzuri. Omba na akhui hapa mzee wangu pia. Jazakallahu khairi bwana. Allahumma barik. Huyu kaka yetu ametulea Magomeni. Mwambie nimemlea. Nazungumza live kwamba nimemlea. Mashaallah. Allah kuhifadhi. Allah kuhifadhi. Piga cap basi moja. Unajua wewe inawezekana sio vitu vyako. Vitu vyangu zamani. Ndio maana najua mimi nakufahamu. Wewe umepata hiyo? Bas. Shukrani sana. Umependeza sana. Sheikh Mwarabi salimie sana. Zimepika. Mdogo wangu yule. Bas. Na mtazamaji wa Africa TV tu, na leo Africa TV imepita hapa. Tunamaliza kwa namna hiyo. Tulikuwa katika eneo la Magomeni ndani ya Masjidi Kichangani, msikiti ambao upo chini ya Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Al-Hadi Kawombo, akisaidiana na Sheikh Mursalina. Mnaonana sana katika vipindi vyenu. Mimi naitwa Ibu Ngema, tutaonana tena muda na wakati kama huu. Endelea kutazama Africa TV, kwani Africa TV
mwongozo wa maisha. ITV nzuri, Mola katutunukia, vipindi vyao vizuri vya dini ya Islamia. ITV nzuri, Mola katutunukia, vipindi vyao vizuri vya dini ya Islamia. Wanatoa wasiwasi